Hello, kwa jina naitwa Eliud Emilio Provera, mtaalamu wa maabara kutoka hospitali ya Waadventista wa Sabato Heri Mission inayopatikana Kigoma. Leo utakuwa nami tukijifunza namna ya kupima kwa kutumia kipimo cha haraka cha kutambua ujauzito ukiwa nyumbani. Hatua ambazo unatakiwa kufuata ukihisi kwamba ni mjamzito, utakwenda kwenye, kwa siku hizi tunamshukuru Mungu, kwenye maduka ya pharmacy vipimo hivi vinapatikana vya haraka kwa ajili ya kupima ujauzito. Utanunua kipimo chako, na ukisha kununua, kama ilivyo kwa kanuni ya vipimo vingine, utakiangalia hapa. Kuna tarehe hizi ziko hapa, hata kabla hujatoka kwenye pharmacy husika utaangalia kimetengenezwa lini na kina expire au kinaisha matumizi yake lini. Mfano, kipimo changu hapa kinaonyesha kimetengenezwa mwezi wa 11 mwaka 2025 na kita expire mwezi wa 10 mwaka 2027. Kutoka na hapo, baada ya kuhakiki kwamba hicho kipimo kiko ndani ya muda wa matumizi, basi utakwenda nyumbani na kukusanya sampuli ya mkojo. Kama hivi, utakuwa na kichombo safi, utakusanya sampuli yako ya mkojo vizuri kabisa. Ukisha kusanya sampuli ya mkojo kwa uzuri, utachukua kipimo chako kikiwa ndani ya kasha kama hili. Kuna alama ziko hapa, utachana kwenye eneo la hiyo alama vizuri kabisa kwa ustadi, na kisha humu ndani utakikuta kipimo chako kipo humu ndani. Utakichukua na kinaonekana kama hivi. Unavyokiona hapa kinaonekana kama hivi, kina mstari hapa. Nikaangalia kina mstari hapa huko mstari hapo unaonekana. Alafu kuna maandishi hapo yameandikwa maximum. Utakiona kama hivi. Sasa upande ambao utashika, huu upande wenye mstari hautaushika, utakishika upande huu usiokuwa na mstari. Kisha utachukua sampuli yako kwenye container kama hii, utaifungua, au kama container yako haijafungwa basi hautahitaji kufungua, na kisha utakichukua hiki kipimo, utakitumbukiza kwenye sampuli ya mkojo. Hakikisha sampuli yako haivuki kwenye huu mstari hapa unaoonekana hapa. Kwa utatumbukiza mwisho kwenye huu mstari. Usitumbukize ikafika mpaka huku juu, tumbukiza mwisho kwenye huu mstari, alafu utasubiri kikiwa ndani ya sampuli kwa muda wa sekunde 15 kama hivi. Utahesabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kisha baada ya hapo, ukishahesabia sekunde 15, utakitoa kipimo chako kutoka kwenye sampuli yako, na kisha utakwenda kukilaza juu ya ile karatasi ambayo umeitumia, sehemu ambayo hairuhusu hiki kimiminika kupita. Utakwenda kukilaza kama hivi. Alafu utasubiri. Baada ya hapo, utasubiri kwa muda wa dakika 5 hadi 10 kabla ya kusoma majibu yako. Baada ya dakika 10 utakwenda kukisoma. Baada ya kusubiri dakika 5 mpaka 10, kwenye dakika ya 10 utakwenda kukisoma kipimo chako. Tunasomaje sasa? Hiki kipimo chako, kama vipimo vingi vya haraka vilivyo, huwa kinatengeneza mistari hapa. Huu mstari unaopatikana huku mwisho kabisa, kutoka huku ulikoweka sampuli mwishoni, huu ni mstari ambao tunauita ni control. Mstari ambao unapotokea kwenye kipimo unakuashiria kwamba kipimo chako kinafanya kazi vizuri na majibu yako, sampuli yako imetembea salama au imetembea sawasawa kutoka sehemu uliyoiweka mpaka ilipotakiwa ishie, na kwa hiyo majibu yatakayotoka baada ya hapo ni ya kuaminika. Sasa baada ya mstari huo kuonekana, utaanza sasa. Kuna mstari mwingine hapa huwa unatokea kama hapa, unaona kuna mistari miwili. Ukitokea mstari wa pili, maana yake inaashiria kwamba huenda wewe ni mjamzito. Zingatia, nimesema inaashiria huenda wewe ni mjamzito, kwa kuwa hiki ni kipimo cha awali, sio uthibitisho wa mwisho kwamba ni mjamzito, ila kipimo hiki ni kipimo cha awali kinachoashiria kwamba kama ikatokea mistari hii miwili, wa kwanza huku, huu wa mwisho na huu wa kwanza hapa, basi kinaashiria huenda wewe ni mjamzito. Lakini kama kitakuwa kama hiki hapa, ikaonesha mstari mmoja tu huku mwishoni na huu hapa usitokee, hii inaashiria wewe huna ujauzito. Na kama unahisi kwamba una ujauzito, labda utakuwa na changamoto nyingine ambazo unahitaji kumuona daktari ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Sasa kama nilivyosema, hiki ni kipimo cha awali. Wakati mwingine kuna sababu nyingi zinazoweza kupelekea mtu kikasoma kwamba kikaashiria kwamba ni mjamzito lakini akawa si mjamzito. Miongoni mwa sababu hizo
Inaweza ikawa mtu ametumia kipimo ambacho kimepitwa muda wake, expire, au inaweza ikawa mtu ana matatizo mengine, ana vivimbe kwenye mfuko wa uzazi, kwenye mji wa uzazi, au ana matatizo tu mengine ambayo akimwona daktari anaweza akamuelezea. Lakini pia inawezekana huyu mtu akawa amepima kipimo hiki baada ya mimba kuharibika. Kwa kawaida mtu akiharibu mimba, kama ameharibu mapema kabisa ndani ya mwezi mmoja, kipimo hiki kitaendelea kusoma positive, kitaendelea kusoma kuwa ana mimba mpaka siku 14 baada ya mimba kuharibika. Na kama ameharibu mimba ambayo ina zaidi ya miezi minne, basi kitaendelea kusoma positive mpaka miezi miwili baada ya mimba kuharibika. Na kwa kawaida kipimo hiki kinaanza kusoma positive tangu siku 14 baada ya mbegu ya mwanamume kukutana na yai la mwanamke. Kwa hiyo sio kwamba mtu akiwa kwenye mzunguko wake akifika siku zile za mwanamke anazoachilia yai na yai lake likarutubishwa na mbegu ya mwanamume, basi siku ya pili akipima kipimo kitaonyesha positive. Hapana. At least anahitaji kusubiri kuanzia siku 10 mpaka 14 na kuendelea ili kipimo hiki kionyeshe positive. Na ndio maana dalili za wengi ambazo wanashauriwa wapime kipimo hiki baada ya kuona wamekosa kuziona siku zao. Kwa nini baada ya kuona wamekosa kuziona siku zao? Tunakadiria kwamba kwa kawaida urutubishaji wa yai la mwanamke unafanyika siku ya 14 ya 15 hapo ya mzunguko. Na kwa kawaida mizunguko ya watu wengi ni ya siku 28. Kwa hiyo kama urutubishaji ulifanyika siku ya 14 mpaka siku ya 28, zinakuwa ni siku 14 zimepita, siku zaidi ya 10 zimepita. Kwa hiyo kama amekosa kuziona siku zake, kwa hiyo anakuwa katika wakati mzuri wa kuweza kupima na kutambua kwamba ana viashiria vya ujauzito. Sasa ikiwa utapima na kuona ya kuwa kipimo chako kimesoma kama hivi, kimesoma positive kikiashiria kwamba wewe ni mjamzito, unahitajika kwenda kwenye kituo cha afya kilichopo karibu yako ili wataalamu wahakiki kwa vipimo vingine zaidi vya kitaalamu. Vipo vipimo vingine vikubwa zaidi ya hicho ambavyo vinaweza vikapimwa na kuthibitisha kwamba hakika wewe ni mjamzito na sio tatizo lolote, tatizo jingine la afya. Kuna baada ya mwezi mmoja utahitajika kufanya ultrasound, lakini pia kuna vipimo vya damu vya kuthibitisha kwamba wewe ni mjamzito. Ujumbe wangu kwa leo, ukipima na kuona kuwa ni mjamzito, usitoe ujauzito. Ujauzito ni baraka inayotoka kutoka kwa Mungu ambayo wengi wanaitafuta. Usije ukatoa ukashawishika ukasema labda nini Mungu anabariki. Haijalishi upatikana kwa njia gani, lakini ujauzito ni baraka inayotoka kwa Mungu. Kwa hiyo nikutie moyo, unapopima na kugundua ya kuwa ni mjamzito, furahia, nenda hospitali ukapate kuthibitisha zaidi na maelekezo zaidi jinsi ya kutunza ujauzito wako. Kwa maana kuna baadhi ya dawa pia ukipima ukigundua kwamba ni mjamzito, kuna baadhi ya dawa utatakiwa ukatazo usizitumie, usije ukasababisha ujauzito wako kutoka bila kukusudia. Basi nikutakia wakati mwema. Karibu kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza vipimo mbalimbali ambavyo tunaweza tukavitumia nyumbani, lakini pia tunaweza tukavitumia hospitali. Karibu.